بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 1446 katika darsa ya manzuma منهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. tulifikia ubeti wa 12. قال رحمه الله: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. قوله هو الحي والقيوم: الحي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. الحي نجينا katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. maana yake alladhi lahu alhayatu alkamila, ni yule mwenye uhai uliokamilika. Alhayyu, mwenye uhai uliokamilika, na katika kukamilika kwake uhai wake, allati lam tusbaq bi'adamin, kinyume na uhai wa viumbe walikuwa hawapo kisha Allah akawapa uhai. Ama uhai wake Allah subhanahu wa ta'ala haukutanguliwa na kutokuwepo, bali ulikuwepo kule kusikokuwa na mwanzo wake. Wala yalhaquha fana, kwa mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala asema: kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Kwa alikuwa katika ulimwengu wa wafu, ni kama hayuko kabisa, Allah akampa uhai, lakini uhai wake huu itafika siku ataondoka duniani. Mahma tala alhaya, vile uhai wake utakavyokuwa mrefu. Kullu man alaiha fan, lazima atafikiwa na mwisho wake, ataondoka duniani. Allah subhanahu wa ta'ala uhai wake la yalhaquha fana, hauna mwisho. Wala ya'tariha naqsun, wala hapapiti katikati yake mapungufu ya aina yoyote. Na ndio maana alipoeleza jina hili Allah subhanahu wa ta'ala katika ayatul kursi akasema: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Kusinzia na usingizi ni vile vinavyoongeza upungufu katika uhai, sababu anayelala ni sawa sawa na aliye kufa takriban, sababu hajui kinachoendelea. Allah subhanahu wa ta'ala mapungufu haya hana. Kwa hivyo huu ni uhai uliokamilika. Walqayyum alqaimu binafsihi almuqimu likhalqihi, ni yule anayejisimamia nafsi yake na kusimamia viumbe wake. huwa dalun ala kamali ghinahu wa kamali qudratihi subhanahu wa ta'ala. Na jina Al-Qayyum, sifa ya usimamizi iliyoko ndani yake
yaonyesha ukamilifu wa ukwasi wake, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala hamuhitaji yoyote katika viumbe wake, na kadhalika ukamilifu wa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. وهذان الاسمان لله عز وجل وردا في مواضع من القرآن منها آية الكرسي. majina haya mawili ya Allah subhanahu wa ta'ala yamekuja katika sehemu mbalimbali katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa sehemu yaliyotajwa majina haya mawili ni katika ayatul kursi katika suratul Baqara. wa ila hadhain alismayn tarji'u jami'u as-sifat, na kwa majina haya mawili Al-Hayyul Qayyum, majina yote yaliyobakia na sifa zote zilizobakia za Allah subhanahu wa ta'ala vyote vyarudi katika majina haya mawili. فالصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، صفة ذاتياك الله سبحانه وتعالى زرودي katika jina lake la Al-Hayy. والصفات الفعلية نصفة za vitendo kama kuhuisha, kufisha, kutoa riziki na sifa zinginezo za vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala tarji'u lasmihi Al-Qayyum, yote yarejea katika jina hili moja Al-Qayyum, msimamizi. Al-Hayy, sifa zote za dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala kama vile al-ilm wal-qudra na nyinginezo zarejea katika jina la Al-Hayy, na sifa za vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala zote zarejea katika jina Al-Qayyum. قال ابن القيم في زاد المعاد، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى katika زاد المعاد سمع: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها. صفة ya uhai ndani yake imekusanya sifa zote za ukamilifu, bali ule uhai ule walazimiana na yeye kusifika na sifa hizi za ukamilifu. وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، na hii sifa ya usimamizi Al-Qayyumiyya ndani yake imekusanya sifa za vitendo vyake vyote, kwa sababu anaisimamia ndiye anayefanya yote haya. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. Ibn Qayyim kaina kwa kauli ya kuwa kwa sababu hiyo ikawa lile jina la Allah tukufu ambalo akiombwa nalo humuitikia mja wake maombi yake ni jina la Al-Hayy Al-Qayyum. haya majina mawili. قال رحمه الله تعالى: ذو الجود والحي والقيوم ذو الجود والغنى. ذو الجود أي الإنعام والإكرام والتفضل والإحسان، بمعنى مكريم anayeneemesha na kuwa kirimu waja wake na kuwafanyia wema na fadla. وهو جل وعلا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ndiye mkarimu kuliko wakarimu wote سبحانه وتعالى. وكل جود وفضل وكرم فهو من منه وفضله وجوده سبحانه وتعالى. نكيل وكريم نكيل فضل بس نكتك فضل ذاك الله سبحانه وتعالى نو كريم واك الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. hakuna neema yoyote mlionayo enyi viumbe isipokuwa neema hiyo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake, la sharika lahu subhanahu wa ta'ala. وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
ukianza kuhesabu kataka kudhibiti neema za Allah subhanahu wa ta'ala idadi yake huwezi kudhibiti. Neema za Allah ni nyingi sana kwa mja, lakini wengi katika watu hawashukuru. Walakinna akthara nnasi la yashkurun, wengi katika watu hawana shukrani, pamoja na kuwa fadhila zake Allah ni nyingi mno na neema zake kwa waja wake ni nyingi mno. Kila siku zile neema awateremshia mbalimbali. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: الجود كله له، وكرم wote وكييه. وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا، na kinachopendeza zaidi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwakirimu waja wake, kuwafadhilisha waja wake, akawaenezea fadhila zake. Ni jambo ambalo alipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wayaghmurahum ihsanan wajudan, akawafinika waja wake kwa wema na ukarimu. Wayutimma alayhim ni'matahu, na kuwatimizia neema zake waja wake. Wayudha'ifu ladayhim minnatahu, na fadhila zake akawapa maradufu. Hili jambo lapendeza sana mbele ya Allah. Wayataarafa ilayhim biawsafihi wa asma'ihi, na kujijuza kwa wao kwa sifa zake na majina yake. Allah katika majina yake ni Al-Karim, na katika sifa zake ni mkarimu subhanahu wa ta'ala. Kwa ili idhihiri ile sifa yake ya hili jina la Al-Karim, awafanyia wema viumbe wake. Idhihiri sifa yake ya Al-Karim na jina lake hili Al-Karim. Wayatahabbaba ilayhim bini'amihi wa alaihi, Allah subhanahu wa ta'ala ajipendekeza kwa waja wake pamoja na kwa hawahitaji, kwa neema zake mbalimbali anazowapa. Fahuwa aljawadu lidhatihi, Allah ni mkarimu kwa dhati yake. Wajudu kulli jawadin khalaqahu Allahu wa yakhluquhu abadan aqallu min dharratin bilqiyas ila judihi, na ukarimu wa viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba ukarimu huo kwa wale watu, na ukipima na Allah subhanahu wa ta'ala ukarimu wake ni tembe ndogo sana katika ukarimu wa Allah. Ukarimu wa viumbe ni tembe ndogo sana katika ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa aljawadu ala alitlaq illa hu, hakuna mkarimu ambaye ukarimu wake hauna mipaka isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وجود كل جواد فمن جوده ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم. نو كريم وكلم كريم وتكمانا نو كريم واك الله سبحانه وتعالى نمحبة ياك الله سبحانه وتعالى كوبين لو كريم ونكتوى نكفني ويما na kuneemesha na kuwapa fadhila waja wake juu ya vile unavyoweza kufikiria, juu ya vile mwanadamu aweza kufikiria katika akili yake au kupita katika fikra zake. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu sana, na lau kama utajitizama wewe katika zile neema na fadhila alizokupa, chukulia mfano neema kubwa kabisa ya Uislamu. Nani katika sisi hapa leo aweza kusema kuwa mimi ndio niliofikiria kuwa Muislamu na nilitarajia kuwa mimi nitakuwa Muislamu, leo nikaishi kama Muislamu? Hii neema ya Uislamu hakuna yeyote aliyeiomba. Sema ya hata yule aliyeingia katika Uislamu sio kuwa eti ameiomba hii neema. Allah subhanahu wa ta'ala amempa fadlan min Allah wa ni'ma, fadla kutoka kwake. Yahdi Allahu linurihi man yasha, Allah muongoza katika nuru yake yule anayemtaka. Asa wewe fikiria, katika watu wote walio katika ulimwengu Allah akakuchagua wewe kuwa Muislamu. Hii ni neema kubwa iliyoje na fadhila kubwa na ukarimu ulioje wa Allah kukuchagua wewe, kisha ukawa katika ahli sunna
Allahu akbar, nurun ala nur, ujalie kuwa katika ahli sunna. Alhamdulillah. Sasa angalia fadhila na neema za kidunia. Sasa afya Allah aliyokupa, kuna watu wengi leo wamekosa jambo kama hili, wako juu ya vitanda, watamani waweza kutembea, si kuwa hawana miguu na mikono, wana miguu yao, wana mikono yao. Kwa hivyo usione kuwa kutembea kwako na kunyosha mkono kwa sababu wewe una miguu na mikono. Kuna watu wana miguu, wana mikono, wana viungo tulivyokuwa navyo sisi, lakini wako juu ya kitanda wamepooza. Na yule pia yuko kwenye neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile mimi na wewe tuko kwenye neema. Ushawahi kukaa chini ukafikiria mambo haya, ukafikiria Allah subhanahu wa ta'ala ametufadhilisha na mambo mangapi katika mwili tu wa mwanadamu, namna unavyofanya kazi mwili wa mwanadamu? Subhanallah. Utakuta kuwa fadhila za Allah juu yetu ni nyingi sana, nyingi sana. Hii yote yadhihirisha sifa inayopatikana katika jina lake Allah subhanahu wa ta'ala al-Karim, yule mkarimu anayewakirimu waja wake. Na nataka tufahamu kuwa ukarimu wote huwa anaotufanyia sio kuwa sisi tumpa chochote Allah subhanahu wa ta'ala. La, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Hamwezi nyinyi kufikia kunidhuru mimi mkanidhuru, wala kuninufaisha mimi mkaninufaisha. Allahu ghani subhanahu wa ta'ala, ni mkwasi, hatuhitaji, sisi ndio tunayemhitaji yeye, na pamoja na hayo atufanyia haya yote, alafu mpate mja hana shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. والغنى أي هو سبحانه وتعالى غني غنى ذاتيا عن جميع خلقه. الله نمكواسي ukwasi wa kidhati, hamuhitaji yoyote katika waja wake. وقد قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Allah hili amelitangaza wazi, enyi watu, hakika nyinyi ni wahitaji kwa Allah. Wallahu huwa al-Ghaniyyul Hamid. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi tena msifiwa, hamuhitaji yoyote katika waja wake. Hawahitaji mutlaqan, hata kwa chochote. Hakuna chochote anachokihitajia Allah kwetu sisi kabisa, la sisi wanadamu, la malaika, la mitume, la auliya, wala yoyote. Hana anayemhitajia, hahitaji yoyote katika waja wake subhanahu wa ta'ala, ghani. Lakini ni sisi ndio tumuhitajia Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo letu. ghaniyun an ibadihi la tanfa'uhu ta'atuhum. Allah ni mkwasi juu ya waja wake, zile taa wanazozifanya, zile ibada wanazozifanya hazimfai chochote Allah subhanahu wa ta'ala, bali faida yake yarudi kwa nani? Yarudi kwa mwanadamu mwenyewe. wala tadurruhu ma'asihim, wala maasi wanaoyafanya wanadamu hayamdhuru Allah subhanahu wa ta'ala, bali yawadhuru wao wenyewe. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. Allah asema hakika nyinyi waja wangu hamwezi kufikia kunidhuru mimi. Kuna watu wafanya makosa katika kueleza, akamwambia mja bwana akifanya shirki amdhulumu Mola wake. Amdhulumu wapi? Amdhulumu chochote, ajidhulumu nafsi yake. Kwa kusema inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa bwana, amdhulumu Mola wake. Wewe nani umdhulumu Allah? Wewe nani wewe? Wacha wewe, kuna binadamu wenzako huwezi kuwadhulumu. Kuna binadamu wenzako wana nguvu kuliko wewe, huwezi kuwadhulumu. Kwa hiyo maneno ni makosa makubwa sana mtu kuyatamka. Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayeweza kumfikia yeye kumdhuru akamdhuru. Na ndio maana akisema wama dhalamuna walakin anfusahum yadhlimun. Wewe huwezi kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, wajidhulumu mwenyewe nafsi yako, sababu madhara ya kile unachokifanya yatakurudia wewe.
walan tablughu naf'i fatanfa'uni, wala hamwezi kufikia kunufaisha mimi mkanufaisha. Thumma qala wa kullu sifati alhamdulillah tusnadu, ay anna almahamida kullaha thabitatun lillah tudhafu ilayhi subhanahu wa ta'ala, kila sifa njema imethibiti kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na yaegemezwa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tusnadu lahu alhamdu ala asma'ihi, kwa hivyo aegemezewa kila sifa njema kwa majina yake. Walahu alhamdu ala sifatihi, Allah ahimidiwa kwa sifa zake nzuri. Walahu alhamdu fi ala af'alihi, na asifiwa kwa matendo yake mazuri. Walahu alhamdu ala ni'amihi wa minanihi wa afdalihi wa atayahu, na Allah ahimidiwa kwa neema zake nyingi na fadhila zake nyingi anazowapa waja wake, vipaji aina mbalimbali anavyowapa. Falhamdu kulluhu lillahi rabbil alamin. Kwa hivyo kila sifa njema ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa ulimwengu wote. Qala rahimahullah ta'ala أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. أحاط بكل الخلق، من أسمائه الحسنى تبارك وتعالى المحيط، أي الذي له جميع معاني الإحاطة. كلا معنى يكوزنغك وجواك وعلم وكواونا كوويزو، كلا معنى yaingia katika jina lake Al-Muhit, aliyewazunguka waja wake kwa ilmu, ajua kila kitu kuhusu wao. Mfano ili uelewe, soma aya suratul An'am, kwa Allah subhanahu wa ta'ala akieleza sehemu katika ilmu yake, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, ajua vilivyomo katika nchi kavu na baharini, vyote vyote. Kuna sehemu katika bahari wanadamu hawajaweza kufika, na kila miaka ikisonga, teknolojia ikisongea mbele, wazidi kuweza kufika kina cha ndani zaidi katika bahari, wavumbua wanyama wapya hawajawahi kuwaona katika maisha yao, hawajawahi kuyaona. Wale samaki wa baharini wale wanaoletwa, ambao sisi tunajua changu na tafi na jodari sijui na nini, vitu vitatu sijui vinne, basi ndio tunajua. Kule ndani kule kuna samaki ambao binadamu hawawajui, hawajawahi kuwaona. Waja kuwaona, wasikia huyo ameonekana mwaka fulani, huyo ameonekana mwaka fulani. Kila wakisonga chini, wakiweza kupata mashini za kwenda chini zaidi za kuvuta kamera ya wale wanyama waliokule, waona ajabu sana. Allah yuwajua kila kilichomo mle baharini, kila kitu. Na huku kwenye nchi kavu, sababu huko waweza kuona nsahari vile wewe waishi huko. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Hili bwana ushangaza, hakuna kijani kinachoanguka katika huu ulimwengu kwenye mti isipokuwa Allah yuwajua wakati gani chaanguka, chakitia wapi, ni vingapi hivyo vijani vilivyoanguka. Ukipita siku moja kwenye upepo katika miti, ule upepo ukavuma ukaona yale majani yaanguka, hebu jaribu wewe mjinga kuhesabu, maana itakuwa uwajinga, huwezi kushika ile idadi. Hata ukajaribu mti mmoja tuwezi kushika ile idadi, wachanganyikiwa pale pale. Allah ajua kila jani linaloanguka katika kila mti ulimwengu mzima. Sio wafahamu Kenya, Tanzania, Uganda, wakati jani laanguka Allah yajua. Ni kama kutuambia sisi, ikiwa najua hayo nitashindwa kujua yale mnaoyafanya. Hayo yote nayajua, nitashindwa kujua hayo mnaoyafanya nyinyi wanadamu, na mengi na mengi. Huu ni mfano tu Allah yuwatupa ili tuzingatie ule ukunjufu wa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kinachotoka nje ya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahata bikulli alkhalqi ilman, ay la fala ya'zubu anhu mithqalu dharratin fi as-samawati wala fi al-ard.
hakuna kinachompita Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mfano wa mdudu chungu kidogo hakimpiti subhanahu wa ta'ala, akijua. Ya'lamu ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Allah subhanahu wa ta'ala ayajua yale yaliyopita na yale yanayofanyika sasa, na ajua kile ambacho hakitafanyika lau kama kitafanyika kwa namna gani. Kama watakapoomba kufar katika watu wa motoni waregeshwe duniani, Allah asema walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun. Lau wataregeshwa duniani watayarejelea yale yale waliyofanya, waliokatazwa, na hawa ni waongo kusema kuwa watabadilika. Allah yuwajua ni waongo. Je, wataregeshwa duniani? Hawaregeshwi, lakini Allah yuwajua lau kama nitawaregesha watakuwa vipi. Ahata bikulli shay'in ilma, ilmu yake imezunguka kila kitu. Wa ahsa kulla shay'in adada, na amedhibiti idadi ya kila kitu mpaka changarawe na mchanga, sema utakavyotaja. Allah amedhibiti idadi yake subhanahu wa ta'ala. قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. Allah ndiye aliyeumba mbingu 7, wa min al-ardi mithlahunna, na ardhi pia mfano wake. Yani ardhi pia ngapi? 7. Yatanazzalu al-amru bainahunna, amri yake yapita baina yake mbinguni na ardhini. Kwa nini? Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, ili mjue nyinyi, mutambue kuwa Allah ni mweza juu ya kila kitu. Wa anna Allah qad ahata bikulli shay'in ilma, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake imeenea kila kitu. Na hii aya hii na hii faida mara nyingi naitaja, ni katika aya zinazoeleza sababu ya kuumbwa mwanadamu. Kwa nini Allah ametuumba akatuleta hapa duniani? Wengi katika sisi tunajua sababu moja pekee yake, kuwa mtu akiulizwa kwa nini Allah amekuumba, sema liibadati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na hiyo ni kweli, lakini pia katika sababu ya Allah kumuumba jini na mtu kumleta katika huu ulimwengu ni ili tupate kumtambua yeye nani, tumsome tumjue ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii aya ni ushahidi. Allahu alladhi khalaqa 7 samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu. Idhan khalaqa lita'lamu, ameumba ili mpate kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yoyote anayeishi katika huu ulimwengu haisomi tauhid, na tukusudia zaidi tauhidul asma wa sifat hapa, basi huyo yuko mbali kabisa na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, yuko mbali kabisa na kuishi yale malengo ambayo kwa ajili yake Allah amemleta ulimwenguni. Na kila ukiisoma tauhid, basi wewe ndio wasoma kile ambacho kwa ajili yake Allah amekuleta katika huu ulimwengu. Kwa Allah ametuumba kwa lengo la kumwabudu na kwa lengo la kumtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala, na yule anayemtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayemwabudu kisawasawa. Na ndio maana Allah akawasifu wale wenye kumtambua kuwa ndio wenye kumcha, akasema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Kwa nini wao ndio wenye kumwogopa zaidi Allah kikweli? Kwa sababu wamjua nani Allah subhanahu wa ta'ala. يرحمك الله. أحاط بكل الخلق علما وقدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله hashindwi na chochote katika ardhi wala mbinguni. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah ni mweza juu ya kila kitu. Madhin fihi hukmuhu, hukmu yake ni yenye kupita kwa wao, anavyowahukumia ndiyo itakavyokuwa. Nafidhatun mashi'atuhu, matakwa yake yatapita kwa waja wake kama anavyotaka. Wa huwa tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir, Allah ni mweza juu ya kila kitu. Wa birran wa ihsanan fa iyyahu na'budu. Wa birran wa ihsanan ay fa kullu fadlin bil ibadi wa in'amin wa ikramin min Allah subhanahu wa ta'ala, kila fadla wanaopewa waja, kila neema na ukarimu unaowafikia waja, basi watoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Huwa alladhi tafaddala bihi wa an'ama wa takarrama jalla wa ala, yeye ndiye aliyofadhilisha na fadhila hizo na kuwaneemesha
na kuwakirimu na fadhila hizo. Shamila alkainati biasriha bibirrihi wa mannihi wa ataihi, kwa hivyo yani vimeenea kwa waja wake wote na amewaenezea waja wake wote Allah subhanahu wa ta'ala wema wake na fadhila zake na vipaji vyake. Fahuwa muli ni'am, yeye ndiye anayewapa waja wake zile neema walizokuwa nazo. Wasi'ul ata, tena mkunjufu wa vipaji subhanahu wa ta'ala. Daimul ihsan, wema wake ni wenye kudumu daima, awaneemesha na kuwafanyia ihsani waja wake. Lam yazal wala yazalu bilbirri wal atai mawsufan, hajawacha na aendelea kusifika kwa wema kuanzia kule kusikokuwa na mwanzo wake, asifika kwa wema na vipaji subhanahu wa ta'ala anavyowapa waja wake. Wa bilmanni wal ihsani ma'rufan, na ajulikana Allah subhanahu wa ta'ala kwa wema anawafanyia waja wake. Tafaddala ala al-ibadi bin ni'ami as-sabigha wal ataya al-mutatabi'a wal ala'i al-mutanawwi'a, laysa lijudihi wa birrihi wa karamihi miqdar subhanahu wa ta'ala. فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدرار. الله سبحانه وتعالى كوفضيلي وجواك ونعم zinazowafunika nyingi na vipaji vinavyoendelea kila siku baada ya neema hii nyingine na neema mbalimbali. Ukarimu wake na wema wake hauna kipimo. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye ukarimu uliomkunjufu. Wanawali almutatabi'a, nawala ni vipaji anavyowapa waja wake, ni zile neema anazowapa waja wake mbalimbali. Wala ataa almidrar, na Kiswahili zote ni vipaji vipaji vipaji, ndio maana lugha ya Kiarabu tajiri, yote kwa maana moja. Kwa hivyo ana vipaji anavyovileta vyenye kufuatana, havishi subhanahu wa ta'ala. فإياه نعبد، أي هذا الموصوف بهذه الصفات المنعوت بهذه النعوت، إياه نعبده يعني يصفك نصفه. هذا الموصوف بهذه الصفات المنعوت بهذه النعوت هو أن يصفك نصفه. إياه نعبد أي نخصه بالعبادة ونفرده بالحب والذل والطاعة. yeye peke yake ndiye tunemhusu kwa ibada, tumwabudu yoyote isipokuwa yeye, na tumpokesha katika kumpenda na kujidhalilisha na kumtii, kama qala subhanahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe peke yako ndiye tunayekuabudu na wewe peke yako ndiye tunayekutaka msaada. Ay na'buduka wala na'budu ghayraka, tukuabudu wewe wala tumwabudu yoyote asiyekuwa wewe. Wa nasta'inu bika wala nasta'inu bighayrika, na tutaka msaada kwako wewe, hatuutaki kwa yoyote asiyekuwa wewe. Huu ulikuwa ni ubeti wa 14 na 13, 12 na 13. Insha Allah taala ubeti unaofuata kuja kueleza katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.